yaomba haya atapata kile alichokiomba. Fahaulai li'abdi wa li'abdi ma sa'a, hii ni kwa ajili ya mja wangu na mja wangu atapata kile alichoomba. Ameomba nini mja? Ihdina sirata almustaqim, tuongoe kwenye njia iliyonyooka. Kwa hiyo mja anapoyaomba hayo kwa Allah anamthibitishia, anathibitisha kwamba atapata kile alichokiomba, bimaana Allah atamuongoza kwenye njia iliyonyooka. Ghairil maghdubi alaihim sirata alladhina an'amta alaihim, njia yenyewe ni ya wale uliowaneemesha, yani walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sio ya wale uliowakasirikia wala ya waliopotea. Tamam. Wakana yaqulu, na alikuwa akisema, ma anzala Allahu azza wa jalla fi tawrati wala fi injili mithla ummi alkitab. Allah aliyetukuka hakuteremsha katika Taurat wala katika Injil mithla ummil kitab, hakuteremsha chochote kile chenye kufanana na msingi wa kitabu, yani Al-Qur'an. Tamam. Mithla ummil Qur'an, mfano wa al-Qur'an, yani mama wa Qur'an. Wa hiya sab'ul mathani, nazo hizo ni aya 7 zinazosomwa mara kwa mara. Hizi aya 7 za suratul Fatiha zinaitwa mathania, as-sab'ul mathani, aya 7 zinazokaririwa kwa kusomwa mara kwa mara. Kwa mfano, katika swala za fardhi pekee, weka mbali swala za sunna, swala za fardhi tu, sura hii husoma mara 17. Kivipi? Katika kila raka lazima isomwe hii sura. Swala ya alfajr, sura hii husomwa mara 2 katika raka 2 za alfajr. Swala ya dhuhuri, sura hii husomwa mara 4 katika raka 4 za salatu dhuhur. Swala ya al-asr, sura hii husomwa mara 4, jumla 2 4 4 10. Tamam. Swala ya magharibi, sura hii husomwa mara 3 katika raka 3, jumla raka 13. Swala ya al-isha, sura hii husomwa mara 4 katika raka 4, 13 na zile 4 17. Acha mbali, sura hii pia husomwa katika minasaba mingine, katika matukio mengine. Tumezungumza kuhusiana na sura hii inavyosomwa katika swala kwa siku. Inasomwa sura hii zaidi ya sura nyingine. Aya 7 hizi zinakaririwa kusomwa mara kwa mara kuliko zinavyosomwa aya zingine au sura zingine za Al-Qur'an.
wa hiya sab'u almathani, nazo hizi ni aya 7 zinazosomwa mara kwa mara. Walqur'ani alazim alladhi utituhu, na ni Qur'ani tukufu niliyopewa mimi. Wa amara sallallahu alayhi wasallam, na mtume sala na salamu zimfikie juu yake alimwamuru almusiku salatahu, mtu ambaye aliyekuwa akiswali vibaya swala yake aisome sura hii, ayaqra biha fi salatihi, aisome sura hii katika swala yake. Waqala liman lam yastati' hifdhaha, na akamwambia yule ambaye asiyeweza kuihifadhi sura hii, qul subhanallah, kwamba kwa kuwa huwezi kusoma suratul Fatiha basi sema subhanallah. Pengine ndo kwanza mtu huyo atakuwa ameingia katika Uislamu, ni newcomer, ni katika wale newcomers, watu wageni katika Uislamu, ndo ameingia siku hiyo, hajapata nafasi ya kujifunza sura hii. Kwa sababu ya umuhimu wake, mahala ambapo angeisoma sura hii basi aseme subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah, utakasifu ni wake Allah. Walhamdulillah, na sifa njema zote ni za Allah. Wala ilaha illa Allah, na hapana Mungu apasaye kuabudiwa kwa haki illa Allah. Wallahu akbar, na Allah ni mkuu zaidi, Allah ni mkubwa. Wala haula, na hakuna hila, wala quwwatan, hakuna uwezo, ndo hila hiyo. Wala quwwatan, wala nguvu, hakuna hila au uwezo wa kuepuka maasi. Wala quwwatan, wala nguvu ya kufanya taa, illa billah, isipokuwa kwa msaada wa Allah. Waqala lilmusii salatahu, na mtume alimwambia mtu aliyekuwa akiiswali swala yake vibaya, fa in kana ma'aka Qur'an faqra bihi, alimwambia ikiwa umehifadhi chochote kile katika Qur'ani basi kisome. Wa illa fahmadillah wa kabbir wa hallilu, vinginevyo ikiwa hakuna chochote ambacho umehifadhi katika Qur'ani basi fahmadillah, msifu Allah, muhimidi Allah. Wa kabbir, na umtukuze na ukiri ukubwa wake Allah. Wahalilu, nakiri kwamba hakuna mwenye haki ya kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa baada ya maelezo haya katika fasli hii, twende kidogo tupate faida kutokana na sharh, ufafanuzi uliotolewa na Bazmul hafidhahullah. Asema almas'alatu alula, kwanza asema ishtamalat ahadithu hadha alfasli ala almasail taliya, ahadithi za mlango huu ambazo tumezisoma zimekusanya masala yafuatayo.
ahadithi tuzozisoma katika mlango huu zimekusanya masala yafuatayo. Almas'alatu alula, suala la kwanza, anna qira'ata al-Fatihati fi salati ruknun, ni kwamba kusoma al-Fatiha katika swala ni nini? Ruknun, bimaana nguzo. Faman salla salatan lam yaqra fiha bi fatihati al-kitabi fa salatuhu batila. Kwa hivyo yeyote aliyeswali swala ambayo hakusoma ndani yake kwa Fatihatul Kitabi, basi swala yake ni batil. Almas'alatu thaniya, suala la pili, hal yakfi qira'atul Fatihati marratan wahidatan fi salati am la budda min qira'atiha fi kulli rak'a? Suala la pili kwamba je, inatosha mtu kusoma al-Fatiha mara moja tu katika swala yote, au ni lazima kuisoma katika kila rakaa? Kwa mfano swala ni ya rakaa 2 au rakaa 3 au rakaa 4, je, inatosha kusoma suratul Fatiha katika rakaa moja tu, ima ile ya kwanza au ya pili yake, alafu rakaa zingine akazipotezea? Inafaa? Sawa. Jibu, ingawa hakulileta, ni kwamba haifai mtu kutosheka na kuisoma suratul Fatiha katika rakaa moja, kwenye swala nzima akaisoma kwenye rakaa moja tu. Tamam. Almas'alatu thalitha, suala la tatu ni kwamba man lam yaqdir ala qira'ati al-Fatihati madha yasna, yule asiyeweza kusoma al-Fatiha afanye nini? Arshadat as-sunnatu man lam yaqdir ala qira'ati al-Fatihati an yasna'a ma 'allamahu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam lilmusii as-salat. Sunna imemuongoza yule asiyeweza kusoma al-Fatiha afanye kile alichomfundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, yule mtu aliyekuwa anaiswali swala yake kimakosa, anaikosea. Fa in kana ma'ak Qur'anu faqra bihi wa illa fahmadillaha wa kabbirhu wa hallil. Alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa una Qur'ani, kuna chochote ulichohifadhi katika Qur'ani unachokijua, basi kisome, na kama huna basi mhimidi Mwenyezi Mungu, umtukuze na umpe tahlil, umpe haki yake ya kuwa yeye ndiye pekee anastahili kuabudiwa. Au yakulu, au aseme subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Utakasifu ni wa Mwenyezi Mungu na sifa njema ni za Mwenyezi Mungu, na hapana Mungu apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu, yani Allah. Wallahu akbar, na Allah ni mkubwa zaidi. Wala haula, na hapana hila, hapana uwezo wa kutekeleza, hapana uwezo wa kuyaepuka maasi, wala quwwata, wala nguvu ya kutekeleza taa ya Allah,
illa billah, isipokuwa kwa msaada wa Allah. Ila hina aqifu wa aqulu subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.